mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia ya nchi. Sasa sina wimbo huo. Nakumbuka ule wimbo. Haya, twende kwenye makamu wa rais, ofisi yake inayozungumzia inayoshughulikia masuala ya mazingira, muungano na mazingira yote iko chini yake. Waziri mkuu. Waziri mkuu yote, makamu wa rais. Makamu wa rais. Ndio anayeshughulikia zote. Mazingira ndio. Mazingira na muungano. Na muungano vyote viko kwake. Wote viko kwa mpango. Kwa hiyo mipango ikipangika vizuri, muungano ndio huu unaoona na mazingira nayo. Ndio hayo tunayoona. Ni mipango tu ukipanga vizuri. Sawa. Habari leo guji la habari nchini Tanzania linasema Mpango ataka magari ya umeme gesi yamo ya vyombo vya ulinzi na usalama, aagiza uwazi uratibu wa biashara ya carbon, magari 7,000 yafungwa mfumo wa gesi. Sasa hivi watu wameshusha kidogo. Gesi inapatikana. Watu wapunguze kidogo kula mara. Mheshimiwa alipiga kelele, itakuwaje gari zifungwe mitungi nyuma? Sio kuna mabamzi. Magari yafungwe mitungi nyuma. Nyumbani watu wapunguze kidogo. Kula maharagi, gesi sasa hivi inapatikana. Uhuru vijijini wanasema makamu wa rais ashusha maagizo biashara ya carbon. Asilimia kubwa uendeshaji wa biashara hiyo imetawaliwa na madalali ambao utaratibu wa upatikanaji wao hauko wazi. Watu wanapiga hela misitu yetu, lakini watu wanapiga hela biashara ya carbon. Jamani, msifanye hivyo jamani. Acheni hiyo carbon tusinufaishe. Zanzibar leo linasema mabadiliko tabia nchi tishio kiafya, Dr. Mpango. Habari ndio hiyo. Na mwisho kabisa hapa Uncle BK nataka uweke maneno ukiwa kama mdau ambaye unapata mafunzo haya, ukiwa umeenda Tanga, umeenda wapi, kote na hela. Asante. Swala la mabadiliko ya tabia nchi ni tishio kiafya. Swala la mabadiliko ya tabia nchi ni janga la kitaifa na kimataifa. Kwa sababu tunaona watu wengi wanaathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi ukiangalia kwa jicho la kawaida unaweza kuona ni jambo la kawaida sana, lakini lina athari kubwa sana. Kunapotokea mabadiliko ya tabia nchi kuna mambo mengi sana yanajitokeza. Maradhi, kwa sababu kunakuwa na uharibifu wa miundombinu, kunakuwa na uharibifu wa mazingira, lakini serikali imeona kuna umuhimu wa kuwekeza kwa wadau mbalimbali zikiwepo sekta binafsi kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu kwa kuboresha mazingira, ikiwemo upandaji wa misitu. Na serikali imetoa fedha, ujue serikali imetoa fedha. Kwa hiyo wadau wanatakiwa kuchangamkia hiyo fursa, kuwa na vitalu vya misitu ambavyo vya kuhifadhi carbon. Sijui unanielewa. Kwa hiyo nafikiri kuna kila sababu, kila Mtanzania ana jukumu la kuhakikisha tunatunza mazingira yetu ili kukabiliana na changamoto mabadiliko tabia nchi. Mabadiliko tabia nchi yameathiri mfumo mzima wa mienendo hata ya unyeshaji wa mvua. Ndio maana unaona sasa hivi hata kilimo kimekuwa na mashaka na kinasuasua. Kwa mimi naamini kwa hiki ambacho makamu wa rais amekisisitiza, kila mmoja wetu tunapaswa kuhakikisha mabadiliko ya tabia nchi tunayakabili kwa kuweza kuwa na misitu, kulinda misitu, vyanzo vya misitu, kupanda miti, lakini kuchangamkia fursa ambazo serikali inazitoa katika taifa letu kuhakikisha tu kwamba tunakuwa na mazingira mazuri ambayo yatapunguza changamoto hii na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sawa, tukasikiliza basi ya ambayo alijiri jana katika mkutano huo. Hawa nikupeleke moja kwa moja katika mkutano wa viongozi wa taasisi na mashirika ya umma kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na biashara ya carbon ambao ulifanyika katika ukumbi wa APC Mbweni jijini Dar es Salaam. Sikiliza yale ambayo alijiri, lakini utamsikiliza na mheshimiwa makamu wa rais. Kuna mtu hapa Futina. Ninakwambia komiki. Kuna kidudu mtu. Kuna watu Futina Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi nyingine zinazoendelea inakabiliwa na athari hizo, ikiwemo mashamba ya kilimo kuingia maji ya chumvi, kuharibika kwa ubora wa maji ardhini unaotokana na visima vya maji kuingia maji ya chumvi, kupanda kwa kina cha maji ya bahari kunakupelekea kuongezeka kwa mmomonyoko wa fukwe, kupotea kwa makazi
ya BONY kwenye maeneo hayo na kadhalika. Uwepo wa taasisi ya kusimamia na kuratibu kaboni kisheria utaleta manufaa yafuatayo. Kwanza, kutoa fursa kwa nchi kushiriki kwenye masoko ya kaboni ya kimataifa na kuchochea uwekezaji katika sekta zingine, lakini pia itasaidia kuongeza pato la taifa. Pili, kuimarisha usimamizi endelevu wa mazingira, kulinda mazingira dhidi ya madhara yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuweka mifumo thabiti ya kusimamia na kufuatilia masuala ya gesi joto. Na tatu, kuimarisha ushirikiano na taasisi, mashirika na sekta binafsi katika kuibua fursa za uwekezaji za biashara ya kaboni nchini. Kwa sehemu kubwa, uendeshaji wa biashara hii umetawaliwa na madalali ambao pia utaratibu wa upatikanaji wao hauko wazi, na kutokana na hali hiyo imekuwa vigumu kufahamu kilicho ndani ya mikataba kati yao na wanunuzi, na kama kiasi kinacholipwa ndicho kilichotolewa na wanunuzi. Haya, umesikia komike hapo? Yeah. Kwamba kuna watu wameshajipanga huko. Mawinga hawa. Kwamba hapo sasa tukapige mishindo sasa. Jamani. Yeah, unajifanyia hivi, usitufanyie hivyo. AFM inawatakia Waislamu wote mfungo